macho ndani ya mota za giza, na bwenchi za vita vimefumbuka. Nara kitoa mwanga nyuna kutoka mikono iki au data. Ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye The Book of Magic Stories, na huu ni mwendelezo wa simulizi yetu ya Athera. Tafadhali, kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, gusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo naweka simulizi mpya. Naitwa Ayubu Obedi, na sasa tuendelee na simulizi yetu. Athera ilinyamaza kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba ukimya wake haukuwa tena amani, ulikuwa tishio. Mwanga uliokuwepo juu ya bahari haukuangaza, ulitazama. Anga halikuonekana kama anga, bali kama ngozi iliyovutwa juu ya jeraha ambalo halijapona. Nyota ya Nara ilisimama juu ya sayari kama jicho lililofunguliwa kwa lazima, ikilazimishwa kushuhudia kile ambacho haingeweza tena kuzuia. Kisha sauti zikaanza. Hazikuja kama kilio kikubwa wala kama makelele ya hofu. Zilikuja kama kunong'ona kwa karibu sana, karibu na sikio la nafsi. Kila kiumbe alisikia sauti tofauti, lakini zote ziliuliza swali lile lile: kwa nini uliendelea kuishi? Watoto walianza kuamka usiku wakiwa hawapigi kelele. Walikaa tu, macho wazi, wakitazama kona za vyumba vyao, kana kwamba kulikuwa na kitu kimesimama pale. Walipoombwa waeleze walichokiona, walisema kwa sauti isiyo yao, wanasubiri. Hakuna aliyewauliza ni akina nani. Ardhi ya Athera ilianza kutoa joto la ajabu, sio moto, bali joto la mwili uliokufa muda mrefu uliopita. Mahali palipozikwa waliokufa wakati wa laana palianza kunukia kama mvua iliyochanganyika na damu ya kale. Bahari zilianza kuakisi vitu ambavyo havikuwepo juu yake: nyuso zilizopasuka, mikono iliyonyooshwa kutoka kina kisicho na mwisho, midomo ikifunguka bila kutoa sauti. Usiku mmoja, mzazi mmoja alimsikia mtoto wake akizungumza akiwa usingizini. Aliposogea karibu, alisikia mtoto akisema kwa sauti ya mzee, "Uliangalia tulipokufa, hukufanya chochote." Mzazi huyo hakulala tena. Kupotea kulipoanza kulikuwa tofauti na awali. Safari hii waliopotea walirudi. Miili yao ilipatikana asubuhi ikiwa imesimama katikati ya makazi, macho yakiwa wazi, vinywa vikiwa vimefunguka kana kwamba vilikuwa vimejaribu kupiga kelele kwa miaka mingi. Walipoguswa, miili yao iliporonoka kuwa majivu yenye joto, lakini kabla ya kuanguka walinong'ona kwa wakati mmoja, "Bado hatujamaliza." Nyota ya Nara ilianza kudondosha mwanga wake kama machozi. Kila tone la mwanga lilipogusa ardhi, sauti zilizimika kwa sekunde chache, lakini zilirudi zikiwa kali zaidi. Ilikuwa wazi sasa, nyota hiyo haikuwa mlinzi tena, ilikuwa kifungo. Ndani ya kiini cha Athera, pale ambapo sadaka ilitolewa, kitu kilikuwa kinakuwa. Hakikuwa Malko tena, hakikuwa hata kosa. Kilikuwa kumbukumbu zilizoachwa bila kuombolezwa, zikijikusanya kama uvimbe. Kila kifo kilichosahaulika kilikuwa sauti. Kila maumivu yaliyopuuzwa yalikuwa jicho. Kiumbe hicho hakikuwa na umbo moja, kilikuwa kinajitengeneza kwa hofu ya anayetazama. Waliokitazama waliona kitu tofauti. Mmoja aliona mama yake aliyekufa wakati wa laana akiwa hana uso. Mwingine aliona toleo lake mwenyewe lililooa likimuuliza kwa nini aliokoka. Watoto waliona vivuli virefu vilivyoinama kuelekea kwao, vikining'iniza mikono iliyovunjika. Athera ilianza kupiga kelele, sio kwa sauti, bali kwa msukumo wa mawazo. Ndoto za wakazi ziliungana. Hakukuwa tena na usingizi binafsi. Kila mmoja aliviona vifo vya wengine. Kila mmoja alihisi kifo cha kila kizazi kilichopita. Asubuhi, watu waliinuka kama waliokuwa wamekumbia kutoka kaburini. Isera alirudi kwenye shimo la kumbukumbu, lakini safari hii shimo halikumeza tu mwili wake, liliifunga sayari nzima. Mbingu ilipasuka, sio kwa mwanga, bali kwa giza lenye kina.
Kutoka humo, sauti ilizungumza kwa mara ya kwanza kwa uwazi, sauti iliyokuwa mchanganyiko wa 1000 waliopotea. Mlikaka uponyaji bila mateso. Hakuna uponyaji bila kuishi kifo mara ya pili. Ardhi ilianza kufunguka juu ya Mwiji, sio kuanguka, bali kumeza. Waliomezwa hawakufa. Sauti zao ziliendelea kusikika kutoka chini, wakizungumza majina ya waliokuwa juu. Kila jina lilipotajwa, mwili wa aliyesikia alianza kudhoofika, kana kwamba kumbukumbu zake zilikuwa zinang'olewa. Nyota ya Nara ilipasuka kwa sauti ambayo haikusikika kwa masikio, bali kwa mifupa. Mwanga wake ulienea kama jeraha lililofunguliwa, na kwa sekunde chache, kila kitu kilionekana kama kilivyokuwa kabla ya laana, kisha kikageuka kuwa kitu kibaya zaidi. Athera haikutaka tena kuokolewa. Ilikuwa imechoka kubeba maumivu peke yake. Sayali ilianza kunasa roho za waliokuwa juu yake, si kwa chuki, bali kwa haki iliyopotoka. Kila aliyekataa kukumbuka, alilazimishwa kukumbuka. Kila aliyefumba macho wakati wa maafa, alilazimishwa kuyaona milele. Hakukuwa na damu, hakukuwa na mapambano, kulikuwa na kukubali kwa pole sana. Na hapo ukimya ulirudi, lakini haukuwa ukimya wa amani. Ulikuwa ukimya wa mahali ambapo kila sauti ilikuwa tayari imemezwa. Leo Athera haionekani tena kama sayari, inaonekana kama kumbukumbu inayoelea angani. Wasafiri wa anga wanaoikaribia hawapokei onyo, wanapokea ndoto, ndoto za maisha ambayo hawakuyaishi, vifo ambavyo si vyao, na sauti inayowauliza kabla hawajafika karibu sana. Ndugu mtazamaji, asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, tafadhali tukutane kwenye comment section hapo chini, na pia kama una maoni au ushauri, unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulicho nacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayub Obed, na tukutane wakati mwingine tena katika simulizi zifuatazo. Asante.